أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم الصلاة والسلام على رسول الله خير خلق الله البشير النذير والسراج المنير الطهر الطاهر العالم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وبعد. أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام المباركة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتابه المجيد: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. صدق الله العلي العظيم. Kwanza kuna haja ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuweza kuonana tena kwenye aljumaa hii ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mwezi ambao nyinyi hapo mlipo ni wageni wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na hapo mlipo kila mnachokifanya katika ibada zenu njema Mungu anazikubali, na hapo mlipo mkiwa mmeacha vyakula vyenu, mkiwa mmeacha vinywaji vyenu, mkiwa mmeacha aina zote za starehe, mko katika kumwabudu Mungu masaa 24. Mungu chochote mnachomuombeni anawapeni katika mwezi huu mliokuwa nao, na malipo yenu ni pepo. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu kuwepo ndani ya mwezi huu, na kubwa muombe Mungu muweze kuutumia vizuri mchana wa Ramadhani kwa kuwajibika, kwa kufanya kazi, kwa kumkumbuka Mungu, kwa kusoma Qur'ani, kwa kumtaja Mungu, kwa kuwasaidia wasiokuwa na uwezo, na usiku utumike kwa ajili ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini vile vile katika jambo la kumshukuru Mungu na kuwaombea wenzetu ambao kuna mambo wao hawana, sisi tumekuwa nayo. Sisi katika mambo makubwa tuliyokuwa nayo ni amani, pamoja na maelewano, pamoja na mshikamano tuliyokuwa nao katika jamii yetu. Leo hii tunaswali swala ya Ijumaa, mbele ya msikiti hakuna mambwa ya polisi, wala hakuna risasi, wala msikiti wetu haujazungukwa ni vifaa vya kukagua mabomu. Ni jambo la kumshukuru Mungu utulivu huu tuliokuwa nao. Lakini kwa upande mwingine tuwaombee Mungu Waislamu wenzetu wa Palestina katika Ijumaa hii ya Ramadhani, wao kuingia Masjidul Aqsa, ndani ya msikiti mtakatifu, ni changamoto kubwa. Bali Waislamu wenzetu wa Palestina inafikia mahala wanaoruhusiwa kuingia katika msikiti ni watu wa rika maalumu na umri maalumu, na watu wa eji fulani hawaruhusiwi kuingia.
bado utulivu katika maeneo mengi ya Palestina, utulivu bado haujapatikana. Lakini na nchi nyinginezo, Yaman, Iraki, Irani, Afghanistan, bado ni maeneo haya ambayo amani imekosekana. Kwa hivyo sisi ambao tupo katika neema hii ya amani, kuna haja kubwa ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wiki hii tuliyokuwa nayo ni wiki ya kumkumbuka mwanamke mkubwa mno hapa duniani. Ni wiki ya kumkumbuka mama ambaye ana nafasi kubwa mno hapa duniani. Sisemi ndani ya Uislamu, bali nasema hapa duniani. Mama huyo kifo chake kimetokea ndani ya hii wiki tuliyokuwa nayo. Mama huyo ni nani? Ni Khadija bintu Khuwailid. Khadija bintu Khuwailid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihr ibn Malik ibn Nadri ibn Kinana ibn Adnan ila Ismail alayhi wa alayha wa ala nabiyyina wa immatina afdalus salati wassalam. Wiki tuliyokuwa nayo ni wiki ya kumkumbuka Khadija. Khadija ambaye nimetaja nasabu yake, ndiyo mke wa kwanza wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammad. Na Bibi Khadija ambaye ndiyo mke wa kwanza wa Mtume Muhammad ana mengi sana ya kuenziwa na kukumbukwa kwa ajili yake. Lakini Khadija hatosahaulika katika historia kwamba alikuwa ni mama tajiri, ni mwanamke aliyekuwa na uwezo wa kifedha, ni mwanamke aliyekuwa anamiliki mali. Ya Bibi Khadija inapozungumzwa katika historia kwa mwaka, sio mali chache aliyokuwa akimiliki. Lakini ikutoshe kwamba Bibi Khadija ni mwanamke pekee aliyekuwa na uwezo wa kumiliki nyumba ya ghorofa katika ardhi ya Maka kipindi hicho. Khadija hatosahaulika. Kwa nini? Kwa mambo yafuatayo. Kwanza, alikuwa ndiyo kitulizo cha Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume alikuwa akivutana na Makuraishi wa Maka, akifanyiwa maudhi ya kupindukia, wakati mwingine akitupiwa uchafu wa wanyama, akiwekewa miba kwenye njia yake. Alikuwa anaporudi nyumbani, anayemliwaza na kumtuliza na kwamba atashinda, atasimama, alikuwa ni Khadijatul Kubra salawatullahi wasalamuhu alayha. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, ndugu zangu waumini, utulivu wa Mtume mpaka kufikisha Uislamu, mpaka kuweza kufanya da'wa, mpaka kuweza Uislamu ukasimama, ni kwa sababu ya mahusiano mazuri na nafasi kubwa aliyoicheza Khadija ya kumtuliza Mtume anaporudi kwenye harakati za kuudhiwa na kukerwa na kupituka mpaka. Kitulizo chake kilikuwa ni Khadijatul Kubra. Lakini jambo la pili muhimu na kubwa, mali ya Khadija. Fedha ya Bibi Khadija ndiyo fedha iliyotumika kwa asilimia kubwa kwenye kusimamisha Uislamu
na kwenye kueneza kalimatu tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kwa hivyo tauhid, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, mali iliyotumika kueneza hilo neno ilikuwa ni mali ya Khadija. Kwa hivyo lau si pesa ya mwanamke huyu, leo tusingekuwa na la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa ibara nyingine, leo tusingekuwa na dini inayoitwa dini ya Uislamu. Kwa hivyo mambo mawili haya, Khadijatul Kubra, hatosahaulika katika historia ya Uislamu. Kumliwaza kwake Mtume Muhammad, lakini pili, mali yake ilivyotumika kwa ajili ya Uislamu. Tarikhi inatueleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama mwanzo wa da'wa alikuwa akienda pangoni, akikaa siku 20, siku 15. Aliyekuwa anampelekea chakula ndani ya pango, akipanda milima, na ambao hawajawahi kuliona hilo pango au kwenda, na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala awapeni uwezo, mwende mkalipande na mliingie pango la Jabalu Hira. Utaona nguvu zilizokuwa zinatumika kupanda kwenye pango hilo, jabali la mawe. Khadijatul Kubra alikuwa akipanda kwenda mpaka huko kumpelekea chakula Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hivyo wiki hii ni wiki ya kumkumbuka mama huyu ambaye ana nafasi kubwa mno katika Uislamu, ana nafasi nyeti ndani ya dini ya Uislamu. Na leo ni fahari kubwa kwa akina mama kwamba kumbe akina mama lau si wao dini hii singefikia mahala hapa. Na hapa napenda niseme maneno mawili matatu ya haraka haraka, ya kwamba kwa mantiki hiyo dini ya Uislamu, moja katika vitu vilivyokuwa na thamani kwake na kupewa kipaumbele hakuna kama vile mwanamke. Dini ya Uislamu, moja ya kitu ilichokipa kipaumbele na kukipa sifa nyingi na daraja kubwa na nafasi kubwa mno, hakuna kama vile dini ya Uislamu. Kwa sababu kwanza, kumbe huo msingi wenyewe wa Uislamu wenyewe kuenezwa, chachu ilikuwa ni akina mama, chachu ilikuwa ni mwanamke. Mwanamke ana nafasi kubwa, na ndiyo maana dini ya Uislamu imempa mwanamke nafasi ya kutengeneza familia, nafasi ya kutengeneza familia. Ndugu zangu, sisi unaotuona sote ni rizalti ya familia. Sisi unaotuona sote ni natija ya malezi ya mama. Sisi unaotuona sote ni natija ya maziwa tulioyanywa kwenye vifua vya mama. Sintosahau yale maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad, aliposema aljannatu tahta aqdami lummahat, pepo iko chini ya miguu ya kina mama. Kama unataka pepo, hakikisha umepata ridhaa ya mama. Ukiikosa ridhaa ya mwanamke, pepo hauwezi kuikanyaga, pepo huwezi kuingia. Hii ni nafasi ya mwanamke ndani ya dini ya Uislamu. Na ndiyo maana unapata sio Khadija tu, utapata nafasi ya Fatimatu Zahra ndani ya Uislamu.
utaipata nafasi ya Zainab al-Kubra Ummul Masaib na wanawake wengine, nafasi na roli walizocheza ndani ya Uislamu. Kwa hivyo yule anayesema kwamba dini ya Uislamu haimuangalii mwanamke, inamdhalilisha mwanamke, bado hajauelewa Uislamu. Uislamu ndio uliokuja ukamkomboa mwanamke, ukampa hadhi. Wewe ndio tengeneza jamii iliyokuwa salama salimini. Hivi unaonaje mama anayebeba masters, mama anayebeba PhD, mama anayebeba PhD, anahafidhi Qur'an, anaujua Uislamu, halafu mama huyu ndiyo mama aliyekulea wewe? Hivi unadhani wewe utakuwa ni mtoto wa aina gani? Umelelewa ni mama ana masters katika malezi, umelelewa ni mama anahafidhi Qur'an, anaujua Uislamu, amezisoma dini zote, huyo ndiyo mlezi wako. Unatarajia huyo mtoto atoka wa aina gani? Na ndiyo maana nimetanguliza surati Ibrahim aya 24. Mungu anasema alam tara kaifa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan kashajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fi as-sama. Mungu, hivi uoni mfano alioutaja Mungu ndani ya Qur'an? Neno zuri, kitendo kizuri, mtu mzuri anafanana na mti uliokuwa mzuri. Mti uliokuwa mzuri mizizi yake imekamata vizuri. Mti huu unapotoa matunda, matunda yanakuwa mazuri kwa sababu mti wenyewe ni mzuri. Khadija huyu ndiye aliyemzaa mwanamke anayeitwa Fatimatu Zahra salawatullahi wasalamuhu alaiha. Kwa hivyo dini ya Uislamu, ndugu zangu wapendwa, nafasi aliyopewa mwanamke ni kubwa mno, ni nzito mno. Muda hauturuhusu kutaja hayo, lakini mwisho, yeye ndiye mtengenezaji wa jamii, yeye ndiyo mtengenezaji wa familia, na ni kazi kubwa, kwa sababu kila familia inapokuwa salama, ndiyo kitongoji kinapokuwa salama, ndiyo kijiji kinapokuwa salama, ndiyo kata inakuwa salama, ndiyo wilaya salama, ndiyo taifa lililokuwa salama, ndiyo dunia iliyokuwa salama. Jambo la kusikitisha, nafasi hiyo kubwa aliyopewa mwanamke akaambiwa, la, wewe ni kama vile mwanamume, huna tofauti. Mwanamume akiendesha jigari kubwa la kwenda Kongo na Rwanda kupeleka mizigo, na wewe unayo haki pia ya kuendesha gari kubwa la kupeleka mizigo ya Rwanda na Kigali. Wewe unayo pia kazi hiyo, sawa sawa. Jamii inatengenezwa na nani? Inatengenezwa kwenye masoba. Jamii inatengenezwa kwenye soba. Nini athari yake? Athari yake ndiyo haya unayoyaona leo, mmomonyoko wa maadili wa kupindukia, kwa sababu yule aliyekabidhiwa kutengeneza jamii sio mtengenezaji. Wamebakia leo watoto hawajulikani, je, ni watoto wa ndoa au ni watoto wa nje ya ndoa? Billahi alaika, huwa najiuliza yale malezi ya kina mama, akina mwanamke nchanze, akina mwanamke ni mchindu, alipokuwa akisonga ugali wa muogo, alafu unaweka kwenye sahani, kwenye sinia, unazungukwa na watoto 10, wanaume 10. Wengine wanafanya kupeleka mkono kwenye bega la mwenzake, yani ili upate nyama inabidi upeleke mkono juu upate kipande cha nyama. Lakini billahi alaikum, angalia malezi yale.
ndiyo yametengeneza watu waliokuwa wanapendana, familia zinazoelewana, familia za mshikamano. Sisi tulipokuja tukabadilisha yale, tunakula kwenye meza hivi sasa, meza safi kabisa na virozo na maajabu. Sheikh Muhammad Abdi kwenye meza ile huwa kila mmoja ana sahani yake, alafu ana kijiko na umma, huku wanakula. Result yake, consequence yake ni nini? Leo watoto baba mmoja mama mmoja hawapendani, hawaelewani, hawana umoja, hawana mshikamano, hawaishi mizozo. Ni juzi na jana hapa, miaka ya 90 na 80, kulelewa kwa mjomba ilikuwa ni kitu cha kawaida. Mjomba ni mama, baba mdogo ami ni baba, kaka wa baba mdogo ni kaka. Hakuna tofauti kati ya kaka wa tumbo moja na kaka wa baba mdogo, wote ni kaka. You know why? Kwa sababu waliotulea walikuwa ni akina mama waliokabidhiwa jukumu la kutengeneza society. Khadijatul Kubra tunayemkumbuka katika wiki hii tuliyokuwa nayo ni shajaratin tayyibatin asluha thabit, ni mti uliokuwa salama salmini. Ndiye aliyemlea Fatimatu Zahra, ndiye aliyemzaa Fatimatu Zahra akamlea. Angalia huo mtu ulivyokuwa salama. Fatimatu Zahra akazaa nyota mbili, Hasan na Hussein. Hasan na Hussein wakazaa watu waliokuwa tahara na safi na salama, maasumina 9 wanatokea kwenye mgongo wao. Shajaratin tayyibatin. Mwisho, maneno ni mengi yanapita kwenye kichwa changu. Nilikuwa najiuliza, tuna familia za maulama, Najaful Ashraf na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran na Iraq na Iran na Lubnan. Tuna familia kutoka babu, hizo familia ni maraji, ni mujtahidun. Babu aliyemzaa babu alikuwa ni mujtahid, ni mufti. Babu naye ni mufti mujtahid. Nilikuwa najiuliza, imekuwaje, kuna nini? Tataja familia mbili hapa haraka, lakini ziko nyingi. Naomba nitaje familia ya Hakim ya mwanachuoni mkubwa Ayatullah As-Sayyid Muhsin Al-Hakim At-Tabatabai rahimahullah. Wama adraka man huwa Sayyid Al-Hakim. Sijui ni kueleze nini kuhusu Sayyid Hakim. Lakini familia ya As-Sadr, Allahu akbar, familia ya As-Sadr, hiyo familia ikamzaa mtu mmoja anaitwa Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr. Sayyid Muhammad Baqir As-Sadr. Historia haijawahi kuona mtu huyo. Miaka 12 tayari ni mujtahid. Haitaki salawatu hiyo. Anabaligh, yani anabaligh tayari, ana rai yake katika fiqh, ni mujtahid. Mmoja katika walimu wetu anatueleza, anasema nilimdiriki Said Muhammad Baqir Sadr, mwalimu anayemsomesha, akimsomesha mpaka akimaliza, mwalimu anamsomesha mistari 5. Kuna vitabu vyetu vigumu kweli kweli huko, ukiona kama vile matalasimu, Kifayatu Talib, anamsomesha mistari 5. Kesho akirudi
ile mistari mitano anaielezea na kuisherehesha kuliko mwalimu. Anaisherehesha na kuielezea kuliko mwalimu. Said Muhammad Baqir Sadr rahimahullah. Mwisho mwanafunzi akamwambia mwalimu, wewe usinisomeshe, wewe nipangie nisome hapa mpaka hapa nikajisomee mwenyewe, alafu wewe nikija unielekeze uniendeleze. Naomba salawatu kwa ajili ya mtu huyu. Akili za ajabu. Siku moja amehudhuria bahthul kharij, ilikuwa imani ya Sayyid al-Khoi rahimahullah au ni Sayyid Muhsin al-Hakim. Akauliza swali, baada ya kuuliza kumaliza akamwambia, wewe haramun alayka at-taqlid, yahrumu alayka at-taqlid, yahrumu alayka, wewe kukalidi ni haram, wewe lazima uwe na rai yako, ni mujtahid. Ni mtu wa ajabu na ameandika makubwa katika ulimwengu wa Uislamu. Lakini pointi muhimu ni hii: nani aliyemlea Said Muhammad Baqir Sadr? Sikiliza haya maneno makubwa, yatakuwa ni darasa kwetu, na bado tunazaa, bado wengine tunapata watoto hapa. Ni darasa nzuri hii. Said Muhammad anasema, malezi niliyolelewa mimi na mama, kwanza mama yake alikuwa ni mujtahida, ni mwana wa chuoni, hilo jambo la kwanza. Lakini alivyolelewa, anasema siku zote mama hajawahi kuninyonyesha akiwa hajachukua udhu. Nikitaka kunyonya lazima ende akatawadha, akachukue udhu. Baada ya kuchukua udhu ndio aniweke kifuani kwake ninyonye maziwa yake. Ndio nimekuwa hivi unavyoniona Muhammad Baqir Sadr. Kwa hivyo ndugu zangu wapendwa, kwenye siku hii ya kumkumbuka Bibi Khadija, tutambue ya kwamba Uislamu, kama kuna kitu ulichokipa heshima na kukiheshimisha, hakuna kama vile mwanamke. Sisi ni zao la wanawake. Yule unayemuona pale ni profesa, ni injinia, ni mchumi wa kupigiwa mfano duniani, ni mujtahid, ni ayatun min ayati llah, ni zazi la mwanamke. Waraa kulli kabiratin imraa, wenyewe Warabu wanasema nyuma ya kila jambo kubwa unaloliona basi ujue nyuma yuko mama. Musa na ule ushindi wake kumshinda Firaun wa zama zake ni kwa sababu nyuma alikuwepo mwanamke Asia. Adam vile unavyomuona anakuwa mtume na nguvu na yaliyompata peponi mpaka akafukuzwa, nyuma kuna mwanamke wa nguvu anaitwa Hawa. Muhammad bin Abdullah vile unavyomuona na nguvu na alikuwa mwenyewe muda hauturuhusu, kila anapokaa Khadija hatoki kichwani, akiingia ni Khadija, akirudi ni Khadija. Mpaka siku moja mmoja katika wake zake wivu ukamjia, akamwambia, wewe bwana, kila siku ni wewe na Khadija, Khadija, Khadija na wewe. Akasema, Mungu hajanipa kama vile Khadija. Watoto wangu wote mmewapata kwa Khadija. Ameniunga mkono wakati wa changamoto na matatizo. Mungu hajanipa kama vile Khadija. Innaha kanat wa kanat ya Rasulullah. Mtume anasema Khadija alikuwaje? Jawabu hakuna. Khadija alikuwa, yani si mwanamke wa kawaida, Khadijatul Kubra. Ndugu zangu, tunamkumbuka Bibi Khadija, tunamkumbuka mwanamke ambaye ndiyo tulizo la Mtume Muhammad, tunamkumbuka mwanamke ambaye ana sifa nyingi mno kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.
Lakini naomba nikutajie sifa moja kulingana na muda. Tunasoma katika historia na katika hadithi kueleza utukufu wa bibi Khadija. Jibril alayhi wa ala nabiyina wa immatina afdalu salati wassalam, Allahumma salli ala Muhammad. Jibril alimjia mtume sallallahu alayhi wa alihi fasaala an Khadija falam yajidha. Virozo. Jibril akamuulizia Khadija. Mtume anaulizwa, Khadija yuko wapi? Mbona simuoni hapa nyumbani? Faqal idha jaat fa akhbirha anna rabbaha yuqri'uha salam. Khadija akirudi Muhammad, muambie Mungu wake anamsalimia. Maneno ya Jibraili kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa baraka ya siku hii ya kumkumbuka bibi Khadija, mke wa kwanza wa Mtume, iwe ni sababu ya sisi kubadilika, na kurudi kwenye kuitengeneza dunia. Dunia inahitajia mama arudi nyumbani, awatengeneze watoto watakaokuwa ni kama vile Hassan na Hussein na Ali ibn Abi Talib. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atukubalie funga zetu, atukubalie dua zetu, atukubalie ibada zetu. Na inshallah namuomba Mungu tumalize mwezi wa Ramadhani, madhambi yetu yote na makosa tuliyoyatenda Mwenyezi Mungu ametusamehe. Lakini pia kubwa ni Mungu atukubalie haya tunayoyatenda, tusije tukawa siku ya kiyama tunakwenda mbele zake Mungu anasema haya yote yalikuwa batili, uliyafanya kwa ajili ya kuwaonyesha watu. Mwenyezi Mungu atukubalie. Lakini vile vile narudia tena, wale ndugu zetu ambao wamekosa amani na utulivu kama vile Palestine, Gaza na mikoa mingine ya Palestina na nchi nyinginezo kama vile Lebanon na Yaman, Mwenyezi Mungu alete utulivu na amani. Lakini Mwenyezi Mungu vile vile aibadilishe dunia, ifikie mahala ni mahala panakalika vita, mizozo na kumwaga damu kumesambaratika katika jamii yetu. Ilahi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar.